Mimi ni mwakilishi wa wafanyakazi wa Reply Eldoret. Leo nimekuja kuongelea mambo ya memo ya jana. Walipoweka North Coast memo ilikuwa ya tarehe 29 mwezi wa 5 na tunadai salary ya mwezi wa 4 na tunataka tu tumriba tajiri yetu afuate CBA. CBA inasema tarehe 2 ya second month inafaa huyu mwajiri angekuwa ametulipa tarehe 2 Mei ya April. Lakini mpaka sasa hivi hakuna mshahara yenye tumepata. Na ya mwisho ninataka niulize tajiri yangu, amefunga kesi, ni lini atanirudisha kazi ndio nijue vile nitarudi kazi? Langu ni kwamba nimeitwa asubuhi ya kwamba wafanyikazi wa kampuni ya Reply wako kwa gate na wanahitaji kusikiza MCA wao. Ndio maana niko hapa. Nimezungumza na wao na nimesikia malilio yao. Jambo la kwanza wanasema kwamba mishahara kulingana na ile mkataba wa maelewano ni kwamba walipwe tarehe 2 ya kila mwezi, na wamepata memo ya kwamba watalipwa tarehe 29 mwezi wa 4, mwezi wa 5, mshahara ya mwezi wa 5, mshahara ya mwezi wa 4, na ujue kwamba tarehe 9 imebaki siku kadhaa ili walipwe mshahara ya mwezi inayofuata. Na jambo la pili, wamefika pasipokuwa na memo ya kwamba msikuje kazini. Jambo la tatu, tumesikia kwamba wana malilio ya kwamba wenzao ambao wameretire tangu mwaka wa 2022 mpaka sasa hawajalipwa. Hawa wafanyikazi kwa sababu wanatoka eneo langu ni kwamba watoto wao wako nyumbani, ni ukweli. Kwa sababu hawajalipwa mshahara ya miezi miwili, hawana pesa ya kulipia watoto yao karo. Na ni aibu sana kampuni kubwa kama Reply kukataa kulipa wafanyikazi, na tuna fununu ya kwamba wanatumia pesa nyingi kutoka kwa kampuni hii kununua makampuni zingine nje ya kaunti ya Uasin Gishu. Nataka niseme hivi, Reply iko Turbo sub county Kiplombe ward, na wafanyikazi ambao wanafanya kazi hapa ndani ni wafanyikazi ambao wanatoka katika ward hii yetu. Kama wana mpango ya kufungua makampuni zingine nje, tafadhali malizana na wafanyikazi hawa vizuri, waende wakijua kwamba hii biashara ya Reply imefungwa hapa.